Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ni mshangao kwa watazamaji hawa, lakini ni hatua ambao au mchakato ambao ulianzishwa na vyama tawala ya kutaka katiba yarekebishwe, na walisema kama kuna kasoro kadhaa katika katiba hiyo ya mwaka 2006, na vyama tawala vilianza kupiga debe kufanya kelele ya kwamba katiba lazima yabadilishwe, na wanabunge wa chama tawala na seneta walikaa pamoja, na mswada huu ulipitishwa na kupelekwa moja kwa moja katika mahakama ya katiba, na mahakama ya katiba ilisema kwamba kuna haki ya kupatia wananchi nafasi au referendum ya kujieleza ili kukubali kama katiba ya guswe au yasiguswe. Na mswada huu ulipitishwa katika mahakama ya katiba na hivi sasa ilipelekwa Ikulu, na hapo rais amesubiriwa asaini huu mswada au hiyo sheria ya kura ya maoni, na hapo njia itafunguliwa ili nia hii ya vyama tawala au chama tawala itekelezwe sasa. Labda pengine Mbelechi, unaweza kutueleza hali ikiwa ni hiyo imepokelewaje na wananchi? Kwanza tukianza na wananchi na pengine viongozi wa tabaka mbalimbali, hususan tukiangalia upinzani ambao tayari walikuwa wameanza cheche zao za maandamano kupinga wakati huo ikiwa mswada. Kumbuka kwanza katika kikao chake na wanahabari, Rais Tshisekedi mwenyewe alisema kwamba yeye ana nia ya kufanya muhula wa tatu, lakini alitumia busara na kusema kwamba lakini raia wakimuomba hivyo atakubali huu muhula wa tatu, lakini sio nia yake. Na raia wengi, unajua Tshisekedi alitoka kwenye upinzani, na wakati wa utawala wa Rais Kabila wananchi walikuwa wakimuunga mkono ili kuzuia Kabila kufanya muhula wa tatu, na ni mshangao kwa baadhi ya wananchi wengine ambao wanajiunga na upinzani, lakini wananchi ambao wanasapoti chama tawala waliona kama ni vizuri, kwa sababu wanasema kama katiba ina kasoro, mfano uraia uwili, yani raia wa DRC hauna haki ya kuwa uraia mbili, ijapo ni haki ya wengi kuwa na uraia uwili na kugombea katika nchi. Yani ukienda upande wa upinzani unapinga, unasema kwamba hauwezi kubali. Rais Tshisekedi walikuwa na kikao jana na ilisema kwamba hawezi kubali Rais Tshisekedi afanye muhula wa tatu, na wataitisha maandamano ikiwa njia hii iliyofunguliwa itatekelezwa. Lakini hali ikoje kijumla? Hao ni upinzani unazungumza, lakini pengine wananchi wa kawaida wanasemaje? Kusema kama nchi iko tayari, kwanza mchakato wote wa uchaguzi wa mwaka 2023 haukumalizika, na ilionekana kama tume huru ya uchaguzi haikukuwa na pesa. Lakini kumbuka kama mwanasiasa au siasa wakitafuta kufungua njia ya kubadilisha katiba, wanafanya kila yoyote ili wafungue hiyo njia, na watu wanajiswali, je, mutafanya kura ya maoni wakati kungali vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Kwa sababu sheria hii nchi inasema kwamba hauwezi kufanya kura ya maoni au uchaguzi wakati sehemu ingine ya nchi kuna vita.